Unajua unapoizungumzia kwamba tutaenda kuifunga Yanga, yani of course isema kwamba Simba anaenda kuitetea, umeelewa, kwamba irudi kwenye mbio za ubingwa, lakini ukiangalia ile kauli ni kama ni ujumbe ambao ulikuwa unaenda unawatuma wachezaji wa KMC kichwani mwao kwamba wana jukumu la kulifanya. Lakini ukizungumzia KMC na Yanga ni madaraja ambayo yako mbali sana, lakini bado tutarudi kuheshimu mpira wa miguu. Tunaenda kuheshimu dakika 90 ambazo ndo mstari ambao unatenganisha kwa 100% football. Tukiangalia the way jinsi ambavyo Yanga shaka kukutana na KMC. Yanga amekutana na KMC mara 15. Katika mara 15 hizo Yanga ameshinda mara 12. KMC yasha kumshinda Yanga mara moja tu, katoka sare 2. Na hizo sare ambazo alizipata KMC ni 2019. No, 2019 ndo alipata ushindi wa mechi ya kwanza KMC mara baada ya kupanda daraja. Yes, kipindi hicho wakati wapo kina Kabunda na Yonda ni kwenye penalty. Yeah. Nakumbuka hiyo season. Kabunda wa moto akapata sare. Baadaye 2020 wakapata sare ya kwanza na ya pili 2021. Toka hapo mpaka leo hawajai kuifunga Yanga, ni vichapo tu mpaka sasa. Lakini mpira miguu lazima tupe heshima yake, na ziogope sana timu ambazo ziko mkiani. Zinakuwa haziwezi, wanasema unaweza kuikatia tamaa KMC ukashindwa kuheshimu mpira wa miguu kwa sababu moja tu, imefungwa na timu nyingi za madaraja yake. Lakini napokutana na timu ya daraja ya Yanga, huwa wachezaji wanaangalia pia biashara zao. Kuna working spirit inaongezeka, lakini pia ni timu ambayo iko chini ya mkia, kwenye mkia. Wanajinasua vipi kule walipo. Watatumia nguvu nyingi kuhakikisha kwamba wanafikia lengo. Na kibaya sana kwa Yanga, na kizuri ambacho kinaweza kama KMC wanaanza kukitumia ni michezo hii ambayo Yanga ametoka kucheza, ni michezo ambayo iko na intensity kubwa sana. Yanga ametumia nguvu sana kwa hiyo michezo. Huenda kuna kitu chochote ambacho kitatokea kwa upande wa Yanga. Pengine kuna baadhi ya wachezaji wanaweza kukosekana, au wale ambao wanaweza wakatumika sio kwa kiwango ambacho walitumia kwenye mechi ya Simba. Kwa hiyo ukapata advantage kwa maana ya KMC kwenda kutumia ule mchezo na kupata matokeo. Kwa mimi binafsi of course naweza kuwakatia tamaa KMC, lakini hata wenyewe ukiangalia ni kama amejikatia tamaa. Tumetaka kumzungumzia hapa kocha Iman ambaye alikuwa anafundisha under 20 ya KMC. KMC toka kipindi hicho kulikuwa na break hapa katikati, nitegemea pengine wangempata muamuzi kocha ambaye anaenda kuifundisha KMC, lakini hawajamtafuta hata kocha. Pengine wameona hakuna haja, pengine magharama yanaweza kama makubwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wenyewe kwanza wamejikatia tamaa, lakini naamini kama matarajio yao ambao wanataka ya kucheza na Yanga, kama wataweza kutumia nguvu ile nguvu ambayo inatakiwa, na Yanga yale mapungufu ambayo yako nayo kutokana na mchezo wa dabi uliotoka kupita, nguvu aliyoitumia KMC wakitumia zile nafasi ambazo watazipata, waweza kupata chochote mbele ya Yanga.